taarifa ya kitaalamu juu ya ujenzi huu. Karibu sana. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Job Ndugai, Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Ibrahim Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Alhaji Hassan Mwinyi, Rais wa awamu ya pili, Mheshimiwa Benjamin Mkapa, Rais wa awamu ya tatu, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais wa awamu ya nne, Mama Maria Nyerere, mke wa hayati wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mawaziri wakuu wastaafu wote mliopo hapa, Balozi Engineer John Kijazi, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa CCM mzee wetu Mangula na Katibu Mkuu wa CCM Bashir Ali, mawaziri mliopo, Mheshimiwa Dr. Mahenge, mkuu wa mkoa wa Dodoma, makatibu wakuu wote mliopo, mkuu wa wilaya ya Chamwino, mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Venance Mabeyo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, maafisa askari vijana na watumishi wa umma, viongozi wa dini mliopo, wafanyakazi wa TBA, wafanyakazi wa Ikulu, waandishi wa habari mliopo, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukutanisha leo katika tukio hili muhimu la uwekaji wa jiwe la msingi. Mheshimiwa Rais, naomba nichukue fursa hii kushukuru wewe binafsi kwa kuliamini jeshi na kulipatia kazi ya ujenzi ya ofisi ya Rais na jengo la utawala hapa Ikulu Chamwino. Hatua hii italiwezesha Jeshi la Ulinzi la Taifa kupitia SUMA JKT kuweza kujijengea uwezo na uzoefu. Mheshimiwa Rais, kwa kibali chako naomba nitoe taarifa ya ujenzi. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kupitia Jeshi la Kujenga Taifa SUMA JKT lilipewa jukumu na Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu kujenga ofisi ya Rais na jengo la utawala. Eneo la mradi lilikabidhiwa kwa Jeshi la Kujenga Taifa tarehe 21 Januari 2020 na kazi hiyo ilianza rasmi tarehe 12 Februari 2020 baada ya kukabidhiwa mchoro na mstiri ambayo ni Ikulu. Mradi huu upo chini ya ofisi ya Katibu Mkuu Ikulu ambaye ni mstiri, wakala wa majengo Tanzania TBA akiwa ni mshauri na SUMA JKT ikiwa ni mkandarasi. Washiriki wa mradi huu una watendaji wa kutosha kutoka Jeshi la Kujenga Taifa, maafisa askari na vijana ambao pia ndio walishiriki katika ujenzi wa ukuta Ikulu Chamwino. Maendeleo ya kazi. Jengo la Ikulu Chamwino lina ukubwa wa mita za miraba 9340 na ujenzi wake umegawanyika katika majengo madogo 6 ambayo ni idadi yake ni 6 kwa maana ya block A hadi block F. Aidha, tathmini ya ujenzi hadi sasa ni kama ifuatavyo: ujenzi wa msingi ni 43%, ujenzi wa jengo zima ni 15%, na fedha iliyotolewa hadi sasa ni bilioni 1 na imefanya kazi kulingana na thamani ya fedha hiyo. Mapungufu: mradi unaendelea vizuri mpaka sasa. Aidha, kumekuwa na mapungufu yaliyotokeza na kuchelewesha mradi huu: kuwepo kwa miamba migumu eneo la mradi ambao ulihitajika kulipuliwa ili kuimarisha ujenzi wa msingi wa jengo. Hali ya mvua nyingi kwa mwaka huu iliyosababisha kazi kusimama, magari kushindwa kuingia site kuleta malighafi na mitambo kushindwa kufanya kazi kutokana na kutitia kwa ardhi. Jengo linalojengwa eneo hili lina muonekano tofauti na majengo mengine, hivyo linahitaji umakini na utulivu wa hali ya juu katika kuseti vitako vya nguzo zake. Uboreshaji wa mazingira. Sanjari na shughuli ya ujenzi wa mkandarasi ameshapanda miti 5600. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, licha ya mapungufu yaliyotajwa, ni matumaini yetu kuwa mradi huu utafanyika na kukamilisha kwa wakati na kwa ubora uliokusudiwa. Aidha, tunakushukuru kwa dhati kabisa kwa kuendelea kuliamini jeshi lako katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya kitaifa na kimataifa. Mheshimiwa Rais, nchi yetu kama zilivyo nchi zingine duniani iko kwenye mapambano dhidi ya ugonjwa wa homa kali ya mapafu. Katika kutambua hili, tahadhari zote zimechukuliwa hapa eneo la mradi na maeneo mengine yakiwemo katika makambi yetu ambapo maafisa askari
vijana na watumishi wa umma wamekuwa wakisisitizwa kufuata maelekezo yaliyotolewa na wataalamu wa afya. Vile vile Jeshi la Kujenga Taifa limeendelea kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa corona kama maagizo ya serikali yaliyotolewa tarehe 17 Machi 2020. Aidha, limeendelea kutengeneza barakoa na vitakasa mikono yani sanitizers na kusambaza katika makambi ya JKT na pia kuuza kwa wananchi kwa bei nafuu. Pia limeendelea kutengeneza PPE kwa ajili ya kuunga juhudi za serikali kujikinga na maambukizi ya ugonjwa wa corona. Vifaa kinga hivyo vimekidhi vigezo na kuthibitishwa na mamlaka husika kwa ajili ya matumizi husika. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, Jeshi la Kujenga Taifa linatambua swala la uchaguzi mkuu mwaka huu wa 2020. Hivyo basi, pamoja na mafunzo ya malezi ya vijana yanayoendelea, Jeshi la Kujenga Taifa limeendelea kuelimisha vijana umuhimu wa haki yao ya kimsingi ya kujiandikisha na kupiga kura ifikapo Oktoba 2020 kwa kuzingatia mafunzo yao ya uzalendo, uadilifu na utii katika serikali yao ya awamu ya 5. Hali kadhalika wameelekezwa na kufundishwa mafunzo ya umahiri na ulinzi mahali popote wakati wa uchaguzi katika nchi yetu. Aidha, Mheshimiwa Rais, elimu hii ya haki ya kupiga kura tumeendelea kuwakumbusha maafisa askari wa Jeshi la Kujenga Taifa ifikapo Oktoba 2020 wanayo haki ya kushiriki uchaguzi mkuu utakaofanyika katika nchi yetu. Pamoja na majukumu tuliyonayo, Jeshi la Kujenga Taifa limeendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi ya malezi ya vijana na uzalishaji mali. Aidha, JKT limejipanga katika kilimo mkakati kwa msimu huu wa kilimo katika mwaka 2019 na 20. Limeanza kwa kulima ekari 8517 kwa mazao ya mahindi, mpunga, maharage na alizeti katika vikosi vya JKT. Matarajio hadi ifikapo 24-25 ni kufikia ni kulima ekari zaidi ya 1028 za kilimo mkakati. Sanjari na mipango ya kilimo mkakati inayoendelea, Jeshi la Kujenga Taifa limejipanga kupunguzia serikali gharama za kulisha vijana wanaojiunga na Jeshi la Kujenga Taifa. Aidha, Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa jitihada zako za kuliongezea uwezo Jeshi la Kujenga Taifa kwa kuchukua vijana wa kujitolea na vijana wa sheria, kuongeza makambi mapya na kuboresha makambi ya zamani. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, napenda kukuhakikishia kwamba katika kutekeleza azma ya serikali ya kuendeleza Tanzania viwanda ifikapo 2025, Jeshi la Kujenga Taifa nalo linaendelea kujenga viwanda licha uwepo wa kiwanda cha maji, kiwanda cha ushonaji wa sare za jeshi, kiwanda cha viatu, kiwanda cha thamani, kiwanda cha kuchakata unga Songea. JKT limejipanga kuongeza viwanda vingine vipya na kwa hivi sasa kimejenga kiwanda cha kutengeneza taa zinazotumia mionzi ya jua yani solar power, ambacho ni kiwanda pekee kwa ukanda huu. Kiwanda hiki kingekuwa tayari kuanza kazi, ila wataalamu wa kufunga mashine hizo wamezuiwa kuingia nchini kutoka China kutokana na janga hili la ugonjwa wa homa kali ya mapafu. Tunatarajia endapo homa hiyo ikidhibitiwa, wataalamu hao watakuja nchini kufunga mashine hizo na kiwanda kuanza kazi za uzalishaji mara moja. Vile vile, kwa kuzingatia ukuaji wa jiji la Dodoma, Jeshi la Kujenga Taifa limetenga fedha kwa ajili ya kujenga kiwanda cha bati na misumari. Hadi sasa msingi wa kiwanda hicho unaendelea vizuri. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, pia Jeshi la Kujenga Taifa lina mpango wa kuongeza viwanda vya kuchakata na kuongeza thamani ya mazao vitakavyojengwa Chita mkoani Morogoro, Bindikwa mkoani Rukwa na Mgambo mkoani Tanga, ambapo wanalima mahindi mengi. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, naomba nihitimishe kwa kushukuru kwa kutupatia miti ya michikichi idadi 100,000 yenye thamani ya shilingi 600,000, ambapo tayari Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alizindua upandaji wa michikichi hiyo tarehe 23 Mei 2020, kuanza upandaji wa michikichi hiyo katika ekari 250, huku lengo ni kufikia ekari 2000 huko Lombora, Jeshi la Kujenga Taifa, Kigoma. Mwisho, Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, vile vile ni kushukuru kwa kuendelea kutupatia miradi mingi ya ujenzi ambayo kupitia miradi hiyo imetuwezesha kununua magari, mitambo na zana za kilimo. Awamu ya kwanza yamenunuliwa magari 3, pikipiki 5, matrekta idadi 5 na mitambo ya kuvunia mpunga huko Chita mkoani Morogoro.
Awamu ya pili tumeshalipia magari 7 ambayo tunategemea kuyapokea mwezi Juni 2020. Pia Jeshi la Kujenga Taifa limeweza kutoa gawio katika mwaka 2019 shilingi milioni 700, na katika mwaka 2019/20 lilitoa shilingi bilioni 1 na milioni 12.5, na katika mwaka wa 2020/21 tunatarajia kutoa gawio kubwa sana. Hizo zote ni juhudi zako Mheshimiwa Rais za kuliwezesha Jeshi la Kujenga Taifa kujiimarisha na kupunguzia gharama serikali yetu ya awamu ya 5. Asanteni kwa kunisikiliza Mheshimiwa Rais.